mazuri kwa overseer wetu. Shagwe na vigeregere. Tumuishi Merry Christmas pamoja na jamii yake. Amen, amen. Tunashukuru Bwana kwa hii nafasi, kwa wakati huu. Niseme ya kwamba Yesu ni Bwana. Hata msimu huu agari ananiongoza na amekuwa tegemeo katika hata maisha yangu. Katika wakati huu najua ni dakika chache tu, kwa sababu wengi macho naona inakumbuka uga ya chapo aliacha nyumbani, wanakumbuka kabuzi wameweka pale, matayarisho ya Christmas. Kwa hivyo mimi nakuahidia kwamba ukijibu amen, tutachukua muda mchache sana kama dakika 10 ili tujikumbushe kuhusu msimu huu. Neno letu siku ya leo, tumeweza kuwa na mafundisho mazuri pale asubuhi kama vile tumeambiwa na apostle. Wale ambao walichelewa, neno letu la siku ya leo tuliweza kulipata asubuhi, tulipata mapema. Mimi ile nafanya saa hizi ni kupiga muhuri. Hallelujah. Kwa sababu neno letu tulilipokea pale asubuhi wakati tulikuwa tunafundishwa jinsi ya umuhimu wa Christmas ama kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Amen. Umuhimu wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na jambo moja likanifurahisha sana, ya kwamba kumbe wakati Adamu na Hawa waliweza kuzini, ama wakati waliingia katika dhambi, kulitokea curse ama kerumi curse, laana, kulitokea laana. Lakini habari njema asubuhi ya leo ni kwamba Yesu alizaliwa ili laana zote. Kwa hivyo sihitaji kwenda kwa wachai, sihitaji kwenda kwa waganga, walimu wa uongo, kukibiria sijui chama cha inaitwa kiama, mambo kama yale. Sihitaji, nahitaji tu kutambua ya kwamba kuna Yesu ambaye alizaliwa ili laana zote, mambo yote ambayo imekusubua, mambo yote ambayo unaona ya kwamba ni kama umenenewa, yote kumbe iliisha wakati tu Yesu alizaliwa hivi. Nikashukuru Bwana sana. Ujumbe wa siku ya leo ni ule ule tu niliupa kichwa ya kwamba the importance of Christmas, ama umuhimu wa Christmas. Tunaendelea tu, ndio nasema ni kupiga muhuri tu, kwa sababu tunajaribu kuangalia ufunuo wa Bwana, kama vile mtumishi wa Bwana amesema ya kwamba tukiwa hapa kwa mabati tunaweza kubuka tu buzi, tunaweza kubuka tu chapo, lakini wapendwa, ambao wanaenda cathedral wako na revelation ya umuhimu wa Christmas nini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hatutabaki vile, ya kwamba miaka mingi tumekula hizo chapo, miaka mingi tumetembea, tumenunua manguo, tumefanya mambo mengi ya Krismasi, lakini siku ya leo tunataka, kwa sababu tunahama, tunaelekea cathedral, tunataka kutembea na ufunuo ya kwamba kuanzia this year kuelekea miaka ingine ambayo iko mbele zetu, ya kwamba tutakuwa tukijua umuhimu wa kusherehekea Krismasi. Hallelujah. Na nikakumbuka ya kwamba unaweza kosa kwamba sianzii pale kwa text, kwa sababu neno tumepewa kuanzia Januari kama vile tumeongoza. Na ninashukuru Bwana kwa sababu mimi nilikuwa tuna enjoy, kwa sababu kuna kitu inaitwa Christmas carols. Sijui kama tunajua hiyo. Wale tumetoka upande mwingine huko kwa Mitaratara, kulikuwa kitu siku inapangwa ya Christmas carol. Christmas carol ni kumaanisha ya kwamba nyimbo zinaletwa, nyimbo zile zimeongozwa huo mwaka zinaletwa, inakuwa ni ibada ya nyimbo. Na ninaona ya kwamba ufunuo wa Bwana unatembea nasi, kwa sababu tumefanya Christmas carol right away hapa. Na ninashukuru Bwana kwa hawa wapendwa praise team pamoja na mtumishi wa Bwana pale. Tuwapigie makofi mazuri. Wametuongoza vizuri. Tumesherehekea Christmas carol already. Kwa hivyo umuhimu wa Christmas umeanza kuingia ndani ya mioyo yetu. Tunajua ya kwamba it is all about Jesus. It's about celebrating Jesus. Hiyo ndio tu nimekuja kuambia ya kwamba umuhimu mkubwa sana is that we are celebrating Christmas. Na celebrating Christmas ama kusherehekea Krismasi ni kusherehekea Yesu Kristo. Kwa sababu hii yetu, it is not like a ritual ama maandiri ya kidunia, mifano ambayo watu wanatengeneza kamweredho, wanatengeneza maudhoni, wanatengeneza name them, hizo kwa kikwenu vile mambo mnatengeneza, come together, mambo mengi dunia inatayarisha pale. But for us, tunataka kutambua ya kwamba na kuelewa, we are celebrating Christmas. Tunasherehekea Yesu Kristo katika msimu huu. Na nikakumbuka ya kwamba
kuna wale waandishi wanasema ya kwamba sijui kama umepatana na hao, wanasema Christmas is all about Jesus, ama wanasema Jesus is the reason for the season. Jesus is the reason for the season. Sijui kama utaambia aliye karibu nawe ya kwamba Yesu ndiye sababu ya huu msimu. Yesu ndiye sababu wa huu msimu. Sio buzi, sio kondoo, si baya, nyama si baya. Hata mimi ukileta hapa nitanao mikono na nitaishughulikia vile inafaa. Lakini tunataka kuelewa ya kwamba msimu huu tutasherekea na ufunuo ya kwamba baadhi ya mambo mengi tutakayofanya, baadhi ya buzi na kondoo na mikate na maguo tutanunua na mikutano tutafanya, tusisahau ya kwamba Yesu ndiye sababu wa huu msimu. Haleluya. Ya kwamba hiyo ndio mambo na habari njema na habari kuu. Ya kwamba kama vile tulifundishwa asubuhi, ya kwamba kuna mambo mengi alishughulikia. Akashughulikia upatanisho wetu, akashughulikia kurudishwa katika fellowship na Mungu wetu. Ya kwamba pia akatutangazia urithi wetu tena ambao tulikuwa tumenyaganywa na shetani akiwa kama mfano wa nyoka. Akatuletea mambo mazuri. Kwa hivyo yeye ndiye sababu ya huu msimu. Haleluya. Ukienda katika western, na hii ni dunia, watu wameanza kugeuza. Wanasema ya kwamba wakiandika kama ni zile ujumbe ambazo tunazipata kwa TV, kwa simu zetu, kwa social media, tunapata wanaandika ya kwamba wanasema season greetings. Season greetings. Hao watu wamepotea njia, kwa sababu huwezi ondoa Christmas na ikuwe msimu kama vile kawaida. Hapana, kwa sababu huu ni msimu. Yesu Kristo ndiye sababu ya huu msimu. Christmas tunaisherekea, na unapata wengine mpaka wanatoa Christ, wanaweka X, wanasema ni season ya Xmas celebration, kwa sababu hiyo ndio dunia. Kwa hivyo ndio tunataka tuelewe, tupate ufunuo mzuri wa kuelewa ya kwamba huu msimu ni muhimu sana katika maisha yetu, katika ashiria ya maisha yetu. Kama tutaweza kuondoa, ili majifuno itoke, ili kiburi iweze kushushwa, lazima tutambue Yesu kama sababu ya msimu huu wa Christmas. Kwa hivyo tukisherekea, tutasherekea tukiwa na ufunuo. Hatutasherekea kama dunia, ya kwamba hatutakanyaga masaduku tukisema ya kwamba si ni muda tu huu wa Christmas. Unajua huu msimu ndio wengine huwa wana backslide. Huu ndio msimu huko kwenye nimetoka, tulikuwa tunaambiwa kwamba ikifika mwezi wa 9 tutajua ni akina nani. Tukiwa youths tulikuwa tunaambiwa ikifika mwezi wa 9 mwaka ambao unafuata, kama next year, sasa tutajua ni wakina youth wa gani ambao walikuwa wanalida utakatifu. Si tunaelewa ni nini inatokea, kwa sababu miezi 9 kuna kitu itakuwa imetokea. Haleluya. Lakini sasa tunataka tusherekee na ufunuo. Hata youths tuelewe, si wakati wa kuweka Yesu na kusema tusherekee na style kama ile iko kwa dunia. Lazima tuelewe, lazima wapendo wa Eastgate, Roho wa Bwana anatukumbusha ya kwamba Yesu, bila Yesu katika huu msimu wa Krismasi, hizo zingine zote tunafanya ni sarakasi. Yesu is at the center of every celebration we are going to handle in our villages, in our homes, in every corner. Mahali tutaenda, hata kama utaenda coast, mahali popote utaenda, kama ni kuogelea, Yesu ndiye sababu ya huu msimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tutuguzie mambo matatu tu within the next like 10 minutes na tumalize. Mambo matatu tu ya kutukumbusha umuhimu wa huu msimu wa Christmas, ili tuelewe tunasema Yesu ndiye sababu wa huu msimu kwa sababu gani. Jambo la kwanza, Jesus Christmas inatukumbusha Yesu kama mwanga wa ulimwengu. Jesus as the light of the world. Jesus as the light of the world. Ama Yesu kama mwanga wa ulimwengu. Kwa hivyo ni kumaanisha Yesu kama mwanga wako, Yesu kama mwanga wangu. Kama Yesu si mwanga kwako, then hii Krismasi haitakuwa muhimu kwako. Kwa hivyo lazima tuelewe, jambo la kwanza tuna celebrate, jambo la kwanza tunafanya sherehe, jambo la kwanza tunapika, jambo la kwanza tunakutana na wapendwa wetu, ni kwa sababu Yesu amefanyika mwanga katika maisha yetu. Yesu amefanyika mwanga katika zile jamii tutakutana nao, amefanyika mwanga katika mavazi, amefanyika mwanga katika kazi zetu. Taja maeneo yote, Yesu
ndiye mwanga wa ulimwengu. So bila Yesu katika celebration ni kumaanisha tutakuwa wapi? The opposite of light. Tutakuwa katika giza. Itaje vizuri kabisa, utakuwa katika giza, utakuwa katika darkness of the world. Na hiyo sasa ndio upofu ambao unatawala wengi ambao hamjamfahamu Yesu. Kwa hivyo nimekuja kukutangazia siku ya leo ya kwamba reason moja ya kucelebrate Yesu katika huu msimu ni kwa sababu yeye ndiye mwanga wangu, ndiye mwanga wako, ndiye mwanga wa ulimwengu, ndiye mwanga wetu, mwanga wa watoto wetu, mwanga wa mume wako, wa mke wako, wa wataje wote ambao wako karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema mkikosa kusema amen vizuri tutaendelea kama 1 hour, lakini mkijibu vizuri tutamalizia kwa haraka. Sema amen. So how come to be the light of the world and model how a believer should walk? Tuliambiwa ya kwamba jambo moja Yesu alizaliwa pale asubuhi. Ndio nasema ni muhuri tunapiga ya kwamba wakati Yesu alizaliwa, Adam na Hawa walikosa kutembea wakati waliingia katika dhambi. Walishindwa kutembea mpaka Mungu anawaita, tukaambiwa kwamba wakashindwa kutembea, wakashindwa kusongea mbele zake kwa sababu wako katika giza. Hii tunasema mwangaza. Lakini habari njema ni kwamba huu msimu unatukumbusha ya kwamba Yesu alikuja ili atuweke speed, ili miguu yetu akairegeze, akaregeze miguu yetu ya kiroho ya maisha yetu, ili tukamsogee Bwana, kwa sababu yeye ni nuru. Mahali alipo yeye kuna mwanga. Yeye ni mwangaza wetu. Hatutaweza kujikwaa kwa sababu ametumulikia. Hatutaweza kuchanganyikiwa. Kwa hivyo tukitoka katika huu msimu, hatutasema ya kwamba kama wale wana Kenya wanasema ya kwamba mimi nimechanganyikiwa, sijui next year itakuwa namna gani, sijui watoto watasoma namna gani, sijui kazi itakuwa namna gani. Nimekuja kukuhadithia ya kwamba Yesu ndiye nuru yako. Yesu ataangaza katika school fees, Yesu ataangaza katika rent, ataangaza katika maeneo yako, doa yako. Yeye ndiye nuru yetu, ndiye nuru ya ulimwengu katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukasome andiko, tusiseme ya kwamba leo tumehubiriwa bila maneno ama neno la Bwana. Nataka uenende nami katika John, kitabu cha Yohana 1 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, hapo mistari miwili tu. John chapter 1 verses 4 and verse 5. John chapter 1 verses 4 and verse 5. Yohana 1:4 mpaka mstari wa 5. Tulifunzwa hivyo kurudia mara 2 mara 3 mpaka tuweze kuendanisha pamoja. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. Kiswahili leo runinga yetu haifanyi, lakini nasema kwamba ndani yake ndio kuna maisha, ama ndani yake ndio kuna uzima. In him was life, and the life was the light of men. Na kumaanisha ndani yake kulikuwa na uzima. Si tunasema Yesu ndiye njia, ukweli na uzima wa milele. Kwa hivyo ndani yake kuna uzima, na ule uzima ndio mwangaza wetu kama wana kondoo ama wana wa Mungu. Sisi tunaongozwa na uzima wa Yesu ambao unatumulikia katika maisha yetu. So he alone is the life source of light. If you don't know Christ, ama hautamuelewa vizuri, one is in darkness. Ya kwamba kama Yesu hutaambatana na yeye kama hata kuwa katikati ya sherehe zako msimu huu, ni kumaanisha ya kwamba utakuwa uko katika giza, utachanganyikiwa, utaona marudurudu, utaona umechanganyikiwa, hautakuwa ukiona sawa sawa, hautakuwa ukielewa mbele iko namna gani. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba ukitabua Yesu kama yeye ni sababu katika huu msimu, ni kumaanisha ya kwamba mbele iko sawa. Naonaga watu wa magari tukiambiwa na overseer ya kwamba wanaweka kitu, wanaweka pale mbele ya gari ya kwamba mbele iko sawa, ni kumaanisha ya kwamba imeangaliwa oil iko sawa, kila kitu ambayo inahitajika mafuta na kila kitu iko sawa, ndio inaandikwa pale mbele iko sawa, yani pale kwa engine. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba mbele itakuwa sawa, Yesu akiwa enzini, Yesu akitawala maisha yako, mbele yako, usoni wako, watoto wako, urithi wako, mwaka ujao,
utakuwa sawa wakati utatambua ya kwamba msimu huu Yesu ndiye sababu katika msimu huu wa Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. So he drives out darkness. Ya kwamba yeye ndiye hufukuza ufukara wote, laana zote, hizo zote ziite giza katika maisha yako. Ugonjwa, magonjwa, mambo yote ambayo unaiona ambayo ni giza katika maisha yako, Yesu peke yake ndiye ataweza kufukuza. Sio wale ambao watakutembelea wakuletee vipawa, wakuletee mambo mengi. Hizo ni sawa na sisemi ni vibaya. Watoto watakukumbuka. Usikuwe na hasira, usikuwe na huzuni ya kwamba hakuna mtu amenikumbuka, hakuna mtu wa jamii amenikumbuka. Ukikubali yetu Yesu akuwe sababu katika huu msimu, hata wakose kukutumia vipawa, hakuna giza, hakuna kuchanganyikiwa, utakuwa na utere katika maisha yako. So kubali Yesu awe mwanga katika huu msimu katika jina la Yesu Kristo. Tembea nami katika Mathayo 4 mstari wa 16. Mathayo 4 mstari wa 16. Nataja tu kwa haraka lakini tunaelewa haya maneno vizuri. Mathayo 14 mstari wa 16. Matthew chapter 4 and verse 16. Inasema hivi: The people which sat in darkness, wale ambao hukaa katika maketi ya ama katika viketi za giza, so great light, wanaonaga mwanga. Them which sat in the region and to them which sat in the region and shadow of death, light sprang up. Mwanga huwa unatukia katika maisha yao. Wale ambao unahisi ya kwamba umefinyiliwa na ugonjwa, umefinyiliwa na upweke, umefinyiliwa na kusemwa. Tumenenewa hapa na kiongozi wa ibada ya kwamba inaweza kuwa hata kama ni mchungaji, hata kama ni kiongozi, sasa tunasema katika hii fellowship, hata kama ni shangazi yako, ni mume wako, ni mtoto wako, amekufinyilia kwa maneno, amekusema the whole year, ya kwamba wakati umekaa katika ile giza, Yesu peke yake ndiye ataweza kufukuza hiyo giza na utaweza kuinuka na kuweza kusimama na kuweza kuendelea mbele. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So light stand for direction. Mwanga unasimamia nini? Unatupatia direction, mwelekeo. Labda unashindwa biashara yako itaenda namna gani, maisha yako, mwaka utaenda namna gani. Huu mwanga ambaye ni Yesu, jambo moja inakufanyia ni kukupatia direction, kukupatia njia vile utaweza kufanya. Na nikashukuru Bwana, nikamuomba katika hii wiki, Bwana nisaidie, wewe ambaye ni nuru yangu, nipatie mwelekeo 2025. Kwa hivyo hata nikienda kusherekea, Bwana already ameanza kustrategize, kwa sababu lazima utaje hoja zako mbele zake Bwana ili akuelekeze. Jambo lingine inafanya ni illumination, hiyo mwanga, that is mwangaza. Illumination ni mwangaza katika maisha yako, inakuangazia hiyo, unaweza ufahamu wa neno la Bwana, unaweza kutumia neno la Bwana katika hali yako, kwa sababu Yesu ako ndani yako na yeye ni mwanga. Then jambo lingine inakuongezea knowledge, maarifa katika maisha yako, and knowledge unaweza kuendelea. Kwa hivyo tuweze kukubatia huyu Yesu ambaye ni mwanga. So how a believer is supposed to walk. He came to create or rather Jesus came to create a pattern of kingdom light. Example of bringing people to Christ. That is mambo ambayo Yesu alifanya, ambayo ni jambo moja ni uinjilisti, kuleta watu kufahamu ufalme wa Bwana. Kwa hivyo sisi nasi tunaombwa katika huu msimu wa Krismasi ili tuweze kueneza ule mwanga. Jambo moja ni kutangaza habari njema ya Yesu kwa wale wapendwa wetu. Kwa hivyo tusiende tu kusherekea. Ninawasihi tukikutana na wale jamii, marafiki na wale wengine, wakumbushe, unawaulize, are you saved? Ama umeokolewa na damu ya Yesu? Umeokoka? Je, umletee habari njema. Na hiyo itakuwa ni ile unabukiza ule mwanga wa Yesu katika maisha ya hao wapendwa wetu. Jambo la pili, tulikuwa tunaangalia mambo matatu, tuko jambo la pili. So tumesema jambo la kwanza ni kwamba Krismasi inatukumbusha ya kwamba Yesu ni nuru katika maisha yetu. Jambo la pili ni kwamba Jesus as an expression of love of Father, ya kwamba Yesu katika huu msimu anaashiria upendo wa Mungu Baba. Na hiyo tulifunzwa ibada ya kwanza, ya kwamba jambo la kwanza anafanya, ama jambo la pili
ni kuexpress ama kuashiria upendo wa Mungu Baba, upendo wa Mungu wetu ambao unadhihirishwa pale katika kukumbuka ama ukumbusho wa uzalio wa Yesu Kristo. John 3:16 tunaelewa vile inanena ya kwamba jinsi Mungu alipenda ulimwengu akaweza kumtoa mwana wake wa pekee ili tuweze kurithi ufalme huu wa mbinguni. Kwa hivyo alifanya a total sacrifice, a costly sacrifice to our lives in order for us to be able to inherit this kingdom. Kwa hivyo huo ni upendo mkuu ambao hauwezi linganishwa na upendo mwingine katika hii dunia. Kwa hivyo huu msimu wa Christmas unatukumbusha huo upendo. So kama tumekosa kukupenda, kama umekosa kupendwa katika jamii, katika kazi, katika neighbors, umekosa upendo, labda hata hapa kanisani unaweza hisi ya kwamba ni kama hao hawanipendi, na kuja kukuambia habari njema katika huu msimu. Yesu ndiye sababu ya huu msimu. Kwa hivyo kumbuka upendo wa Yesu, kukubali akiwa Mungu, kujifinya na kutoa majifuno kama ile tumeiba katika wimbo. Akashusha kiburi ya kuwa hata kama yeye ni Mungu akafanyika mwanadamu 100%, ili huo ni upendo, the perfect love ambayo tunaweza kubuka katika msimu. And we celebrate with joy. Tuweze kusherekea tukiwa tumefurahi, tuweze kusherekea kama tumechangamka, kwa sababu tunakumbuka Yesu ameashiria upendo wa Mungu Baba katika maisha yetu. So wapendo wa Mungu, tutazame upendo wa Yesu kupitia jinsi ya kuzaliwa, na tuone ya kwamba akizaliwa tahorini la ng'ombe, ile upendo alijitwika katika maisha yake. Ikakuwa ya kwamba akatembea katika mateso, akaweza kuwekelewa msalaba, akatandikwa. Hayo mambo yote ilianzia pale kuzaliwa. Kwa hivyo kwa sababu pale kwa kuzaliwa tunakumbuka Herode akiweza kutengeneza upanga ili akaweze kumkatakata, akafumbilia hayo yote. Mungu akaweza kumuondoa, Mungu akaweza kumpeleka katika eneo lingine ili ya kwamba upendo wake ukaweze kutufikia. Kwa hivyo tunaweza kosa mambo mengine yote, unaweza kosa chapo, unaweza kosa sonda, unaweza kosa mavazi. Mnasikia youths, watoto mnasikia, wazazi wanaweza kosa katika huu msimu kukosa mambo ya manguo. Lakini nakuja kuambia hata nyinyi watoto, mtambue ya kwamba huu msimu ni Yesu tu. Upendo huo uweze kuwajaa, uweze kucelebrate ukiwa na furaha. Wengine wakikuchekera unawaambia jambo moja, ninakumbuka huu msimu ni kuhusu Yesu. It is all about Jesus. It's all about the love aliweza kuashiria katika maisha yangu. Na ikiwa hivyo utaweza kuwa mtu ambaye anaonekana tofauti na wale wa ulimwengu, wale ambao watafanya vituko, wale ambao watapora, wale ambao watapora hata waume wao, watapora wake wao, watapora watoto wao ili waweze kucelebrate. Hautapatikana pale, kwa sababu Jesus is the reason for this season, in Jesus mighty name. Utaweza kujisomea 1 John chapter 4 verse 9 to verse 11. 1 John kuna mstari moja tu hapo nitaguza. 1 John andamana nami. 1 John tunasoma very fast, we are almost done. 1 John chapter 4 verse 9 to verse 11. Lakini niruhusu niguze tu mstari wa 7 pale. Unasema hivi: Beloved, let us love one another, for love is God. He speak of agape love, of which the world knows nothing, and in fact cannot have any degree. Hiyo upendo ni ule agape love. And everyone who loves is born of God and knows God. Ati yoyote ambaye anapenda, yeye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Kwa nini tuishi maisha ambayo haina upendo? Kwa nini tuishi maisha to celebrate huu msimu ya kwamba sitaki kumuona huyo auntie, sitaki kumuona friend? Taja wale ambao umetaja. Nimekuja kukuambia kupitia kwa Roho wa Bwana siku ya leo ni ya kuweka chini majina yote ambayo tumeweka katika fahamu zetu, katika dali zetu, ya kwamba sitaki kukutana, sitaki kuona huyu, sitaki kusikia huyu, ya kwamba tuweze kuweka upendo. Haleluya. Ya kwamba hizo pengo zikajazwe na upendo wa Bwana katika huu msimu, kwa sababu Yesu aliashiria upendo kwa kukubali kuzaliwa kupitia katika holi la ng'ombe, akazubuana na mang'ombe pale na mambo mengi kama yale.
kwa sababu ya huu upendo. Kwa hivyo tutaenda kujisomea hapo pengine. So now ni kumaanisha katika huu upendo, ili uweze kudhihirika katika maisha yetu, uweze kuenea, uweze kuonekana vizuri, lazima tukuwe na roho wa msamaha. Hallelujah. Hapo nimeenda na low tone kwa sababu hapo ndio tumeremewa. Na nikaomba Mungu, na ikakuwa majaribu in the course of the week. This is part of the testimony in the sermon. Yakoba, in the course of the week kukakuwa jambo nyumbani kwetu. I think my wife anaelewa hivyo. Na ikakuwa ni jambo gumu ya kupitia my brother and some family members. Na since I'm the first born, nikaitwa haraka sana nikaenda kusuluhisha. Na ninatayarisha sermon. Na sermon kuna mahali naguza msamaha. And the person who mwenye aliniita ama alinipigia simu was a neighbor, na alitumia maneno magumu, na nikakuwa na moyo unasema nikifika huko tukionana nitasema akiwa hapo, hatutaongea anything akiwa hapo. Nikasikia kama mtu, unajua hata mimi ni mtu, lakini nikakumbuka hili neno ninatayarisha, neno ambalo linanisukuma upendo. Nikifika pale nikakuwa kumsalimia na mnaendeleaje hata kabla tuongee, sababu nikasukumwa na hili neno linasema kwamba ili niweze kuashiria huu upendo lazima nifinywe ile majifuno tumeibiwa hapa na mchungaji. Lazima majifuno ifinywe, lazima ile kiburi ifinywe, upendo wa Bwana uingie ndani yangu, niweze kupatana na neighbor, tukae chini tuongee na mwisho tuombe na mambo ikuwe sawa. Hallelujah. Hiyo ndio kazi ya msamaha. Lazima tusamehe wapendwa. Lazima huu msimu lazima tusamehe. You ought to forgive. Lazima tusamehe. Yale mambo tumechoka the whole year. Umebeba, sijui ni nani huyo umebeba. Nani huyo amekubeba? Si lazima ikuwe wewe umebeba, lakini unaweza kuwa umebebwa. So lazima tuombe msamaha kwa wale wametubeba na wale wametubebesha mizigo, kwa sababu Yesu ameashiria upendo mkuu, na upendo hauna chuki, upendo hauna mizigo. Lazima tuweke mizigo chini ili tuweze kutembea katika 2025, tuweze kuingia katika cathedral in a style of love, of unity, kama Yesu vile amefanya katika maisha yetu. Jambo lingine nikakumbuka ya kwamba lazima tukuwe na ile act of upendo, tuashirie upendo kwa wale tutapatana nao. Kama Mungu amekujalia na sukari kilo 2, unaweza gawa moja, uangalie yule hana, hata kama ni wa jamii ama haumjui. Lazima tuashirie katika huu msimu, sio tu kujipenda tu kujiburudisha, ati umekula mpaka unatafutiwa ino na mama Mwagi pale katika dispensary. Lazima tukumbuke wale wengine. So lazima tuashirie upendo kwa kujali wale ambao tutapatana ama tutategemana nao. Huo ndio upendo. Jambo la mwisho na ninakumalizia pale, Krismasi tumesema mambo mawili. Kwanza ya kwamba Krismasi inaashiria mwanga ambaye ni Yesu. Jambo la pili tukasema ina express love. Jambo la tatu, it reminds us that Jesus as the only king that is coming soon. As the only king that is coming soon. Unajua tunaweza sherekea, tunaweza kuwa katika tumelewa katika mambo ya sherehe na msimu huu, lakini tusahau Yesu yuaja. Na sijui kwako atakuwa ni siku gani. Inaweza kuwa hata huu msimu. Like now tomorrow I will be attending a burial mahali, na hao ni watu ambao wako katika msimu wa Christmas, lakini kifo imekuja kwa huo wakati wa msimu wa Christmas. Kwa hivyo tusisahau ya kwamba Yesu Kristo yuaja. Tukisherekea, tukiendelea katika mahamuli na mambo mengine, tujue ya kwamba is only the king that is coming back and coming soon. Hallelujah. Hapo hatupendi sana, hapo huwezi kuwa hallelujah sana, lakini that is the truth. Unajua katika hii madhabahu tunapenda kusema ukweli. Huo ndio ukweli ya kwamba Yesu is only the king. Hao wengine wote wanatafuta panga. Ukienda kwa Herode anatafuta panga. Ukienda kwa mwingine mnaita hiyo jina, mnamuita sijui, mnasema ako kwa mti, atakuletea tax na mambo mengine. Hao ni wafalme wa dunia. Lakini huyu mfalme Yesu ambaye alizaliwa, ambaye tunakumbuka, yeye atarejea kwetu. Atarejea kufanya nini? Kutupeleka mahali alienda kututengenezea. Na hiyo ndio habari mzuri sana ya kumaliza. He is coming back soon, kwa sababu alienda kututayarisha. So you must be separated from ungodly people. Hii ni kumaanisha ukienda kusherekea lazima tukue separated kwa wale watu hamtabui Yesu. Lazima tukue waangalifu, kwa sababu tutategemana na jamii zetu. Wengine ni walevi, na watakwambia kwamba hii iko na 5% alcohol.
hiyo si baya sana. 5% yako si hata unaona si baya ikiwa 5% hivyo, lakini ni hiyo ni nini? Sijui ni wine, name them, zipatize. Lakini nawasihi wapendo wa Mungu ya kwamba don't please be separated, ama tegamana na hao. Hata kama ni your brother, utamwambia sorry, ninakupenda sana, lakini hapo wacha tukapatane kwa buzi, tukapatane kwa chapo, lakini sitakupeleka center. Unajua tukienda kutembea hata youths, tukue waangalifu sana. Tukienda pale mashaba, wacha kwenda hizo mngedho, hizo center. Be separated, kwa sababu ukienda pale utasahau, utastukia ikifika 27, kwa sababu 27 itafika. Hiyo ninawaambia kwamba katika kupitia hii madhabahu sipati watu wanasema amen. Watu wanaambiwa 27 watakuwa hai. Hallelujah. 27 tutakuwa hai na utakumbuka, oh my God, nilifanya nini sasa? Kwa nini nilienda hiyo center? Kwa sababu nilikamata ile niliambiwa 25%. So stop it, kwa sababu tunasema ya kwamba huyu Yesu ambaye tunamkumbuka atarudi tena. Akikupata ukiwa umelewa, utaenda njia gani? Utaenda wapi? Utakuwa wapi? Kwa hivyo lazima, na ulevi ni ulevi wa njia nyingi, tunaelewa. Nimetaja tu ya pombe, lakini unaweza kuwa umelewa katika raha, unaweza kuwa umelewa katika mambo mengi. So I'm saying you stop it and insist the facing Christ in your life, ama Yesu ambaye ako hai katika maisha yako. Na hapa hata wadada zetu tusipatwe na mtego wa kunungunikia waume wetu. Hata wazee nanyi msinungunikie wa mama na kuwagobanisha na watoto ya kwamba mnaniitisha ziko wapi. Tukue na amani ya Yesu katika umsimu, kwa sababu Yesu yuaja. Either zikue ama zikose, yeye anarudi, na yeye ndiye tuna celebrate. Yeye ndiye reason ya hii season. Kwa hivyo tusijiingize kwa hayo mambo ya kuingia kwa kibeti upate ile nono ile umejifichia ili furahishe familia. Pana, furahisha moyo wako kupatana na Yesu ambaye atarejea katika maisha yako. So make Christ center of your celebration. The Bible says, blessed is the man who walks and does not sit in the curse of sinners. Stand, sit, walk in the presence of Christ. Hiyo ni Psalms ya kwamba kubarikiwa ni wale ambao hawatembei, miguu ambayo haitembei katika hizo masenta, haitembei katika hizo raha ambazo hazistahili. Ni kubarikiwa ni yule anasimama, ni yule anaweza kukumbuka. Hiyo ni Psalms 1 pale mstari wa kwanza itakwambia hivyo, jinsi unavyostahili kufanya ama kubehave wakati huu wa msimu, na utakuwa tofauti. Na kwa sababu tunasema kama Eastgate next year tunatakikana, Mungu anataka kutuona tukiwa watu ambao wamebadilishiwa maisha. Amen. Watu ambao wamebarikiwa. Amen. Sema amen. Yeah, hiyo ndio tunataka kama Eastgate. Kwa hivyo to avoid the issue things, spare time na ukumbuke about Jesus katika maisha yako. So plan a retreat. A retreat ni kumaanisha ukuwe na meditation. You can take a word hata in the midst of the celebration, na ukumbuke hayo mambo ambayo tumesema: mwanga, upendo na Yesu yuaja, katika jina la Yesu Kristo, na tumemalizia. Amen. Sema amen.